Kuna mtu mwenye ataguswa mwa hii moma. Alors kwa tellement concentré kwenye kufundisha saa hii bibi na umuhimu wake. Kwa hiyo tusome maneno ya Mungu, simama kwa miguu yako, tusome maneno ya Mungu. Kwa tuimba na wewe. Kwa hiyo tusome maneno ya Mungu. Kutoka sura yake ya 12. Kutoka 12 mstari wake wa 12 na 13. Nasoma katika jina la Yesu Kristo. Naanzia ku 11 inasema hivi: hivi ndivyo mtakavyokula, mtajifunga mikanda viunoni, mtakuwa mmevaa viatu vyenu miguuni na kushika fimbo zenu mkononi mwenu, mle kwa haraka. Hii ni Pasaka ya Bwana. Usiku huo nitapita katika nchi yote ya Misri na kumuua kila mzaliwa wa kwanza kwa wanadamu na wa wanyama, nami nitaihukumu miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Amen. Naweza kaketi. Nasoma tena Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza sura ya 11. Wakorintho wa kwanza 11. Nasoma mstari wa 17 nafika ku 20. Biblia inasema hivi: basi katika maagizo yafuatayo siwezi kuwasifu, kwa sababu mkutanikapo si kwa ajili ya faida bali kwa hasara. Kwanza mnapokutana kama kanisa, nasikia kwamba kuna mgawanyiko miongoni mwenu, nami kwa kiasi fulani nasadiki kuwa ndio ilivyo. Bila shaka lazima pawe na tofauti miongoni mwenu ili kuonesha ni nani anayekubaliwa na Mungu. Mkutanikapo pamoja si chakula cha Bwana mnachokula, kwa kuwa mnapokula kila mmoja wenu anakula bila kuongoja wengine. Mmoja hukaa njaa na mwingine analewa. Je, hamna nyumbani kwenu ambako mnaweza kula na kunywa? Au mnadharau kanisa la Mungu na kuwadhalilisha wale wasio na kitu? Niwaambie nini? Je, ni wasifu juu ya jambo hili? La hasha. Amen. Nataka nifundishe kidogo sana, na tuko mseria enseignement ya Aisha mpaka saizi, a cause de ma destinée. Balisha fundisha ya mingi sana, na pointi ambayo tuko tunazungumzia hii masiku ni a cause de ma destinée mtafanya meza ya Bwana. Bado nakumbuka, a cause de ma destinée nitafanya meza ya Bwana. Amen. Na baba yetu ashatufundisha la mingi sana mwanzo. Aliongea kuhusu Saint-Seine, akaongea la mingi sana. Na vyote vyenye aliongea msitarudia mbele vyote. Lakini ndaendelesha kwenye vinafikia. Alitufundisha kazi za meza ya Bwana. Akaanza tuongelesha juu ya intimite na Mungu. Akaanza tuongelesha juu ya kisi tunaweza couvrir ma faiblesse zetu. Sana leo ndaongea kitu kimoja kikubwa sana ambacho meza ya Bwana inafanya kwenye maisha ya watu wa Mungu. Na kitu kinafundisha mwaina kile kidogo niko nayo, inasema hivi: meza ya Bwana inampatiaka Mungu uhalali ya kuhukumu miungu kwa maisha yetu. Narudia, meza ya Bwana inampatiaka Mungu permission ya kuhukumu miungu kwa maisha yetu. Sasa unifate kwa makini utanielewa. Sasa kama unifate na kuacha sana, meza ya Bwana inampatiaka Mungu permission ya kuhukumu miungu kwa maisha yetu. Sasa naongea kwanza realite mbili wala verite mbili zenye ziko attaché
zingine mimi naongeza kuzile ni walisema kwa mwanzo. Verite ya kwanza ni hivi, na hii usikie kwa makini sana. Hapa meza ya Bwana kuwa kama kumbukumbu ya kufa na kufua kwa Yesu Kristo. Meza ya Bwana pia, tunapoenda kwenye meza ya Bwana ni tu ya kuenda kupokea wala kupoteza kitu fulani. Manake abaende kumeza ya Bwana farudesi balienda. Kila ukienda kumeza ya Bwana, il y a toujours une chose et matokanaka pale. Ndio maana Paulo akaanza ambia watakwambia hivi kwa mnapoenda kwenye meza ya Bwana, bengine banatokanaka hasara na bengine banatokanaka faida. Manake meza ya Bwana ni kitu kwenye kinadepoza kabitu maisha yetu. Sasa inadepende na kisi ulienda kumeza ya Bwana, ndo kisi utatoka. Mwenye alienda avec la foi de recevoir une chose kumeza ya Bwana, anahujiaka na kitu. Mwenye akuenda na imani ya kurecevoir, anahujiaka na kitu meni asara. Parce que hawezi fia kumeza ya Bwana afu urudie vide. Ukifika tu kumeza ya Bwana, il y a toujours une chose utatokana pale. Soit ni faida, soit ni hasara. Bwana Yesu asifiwe. Ndio akaanza bashauria kwa Korinto akamwambia hivi kwa hivi nitasikia hivi na amu comprendre kama meza ya Bwana ina nguvu fulani na inaoka na kapasite ya kuinua mtu wala kumwangusha. Ndio akaanza baambia jumi na jua kama mnaanza kaenda au wanakia banalewa bengine banakia bali jui parce que mna négliger sainte. Bwana Yesu asifiwe. Deuxième vérité par rapport à Sainte Seine, Dieu nianza ongea juu ya hukumu. Vérité ya pili par rapport à Sainte Seine, meza ya Bwana haiko tu, haiko kubabatize, lakini meza ya Bwana ni ya bakroyant. Na mdilia. Vérité ya pili ya Sainte Seine, Sainte Seine haiko kubabatize, lakini Sainte Seine ni ya bakroyant. Parce que Paulo anasema hivi, sa anataka atie ordre par rapport na Sainte Seine. Anamwambia kile mimi nilichua kama meza ya Bwana mnaenda kuifanya umoya. Kuna vingine wanaenda mbele na vingine hawatakuja après. Memo ile kwenda kumeza ya Bwana, pamoja bakaanza enda hapo na banalewa. Ndio bakametre ordre. Ordre banatia c'est pour seulement batengeneze ile des autres kwa kwa mule. Parce que wakati na meza ya Bwana avant balikuwa wanatia tu mkanisa iko pale disponible. Mwenye atakuwa na besoin ya Sainte Seine anaenda kwa eglise ataikutana. C'est pourquoi Biblia inaniambia mwenye agano la kale kuwa kulifikiaka wakati ni Daudi iko mvita meiko na njala. Sasa iko na njala mvita na masoda yake, bakajiuliza tutapata chakula wapi? Bakumba mkanisa mnaona fasi kwenye mantia mikate ya meza ya Bwana. Bakaenda bakaikula parce que waliweka kama ina watu permanent mu église. Donc cette deuxième vérité, c'est pour les gens qui croient en Christ. Askilika. Deuxième chose. Namaliza Sainte Seine, je parle de vérité. Naongea par rapport na hukumu. Kila siku sitafundisha vya hukumu selon madoa hapana. Naongea tu simple par rapport na hukumu nielewe. Hukumu kila siku inawaka na deux objectifs. Objectif ya kwanza ni kumtia mtu hatiani wala kumtosha mtu kwenye hatia. Na laki bakienda juger mtu atobaki naître devant jugement. Audilia hapa yako waka naître devant jugement. Baki juger mtu soit uliponyoka wala ulibano. C'est ça le jugement. Ndio jugement ile. Usiwaze kama panakoka jugement ya banetre hayakuwaka. Baki juger mtu soit uliingia ndani wala ulitoka. Ndio jugement. Na Mungu akihukumu miungu ni sasa tumbili. Na hukumu ile ya kutia mtu hatiani ya kwanza parmi les punitions, kuna punition ya kwanza ya kondane mtu kupende mort. Ndio ya kumpoteza mtu aende lote. Lakini punition nyingine ni ya kumtia mtu en prison. Ukikomprendre na mie, ile punition ni punition d'écartement. Bana muekarte na entourage yeko na sumbua, bana mtia en prison. Sa Mungu akisema ataihukumu miungu, ina maana kuwa hataiua,
lakini ataiekate, atakutenga na ile miungu. Anakutenga naye. Anapokutenga na ile miungu, ni chui iachilie maisha yako kuelekea nafasi fulani wewe unaenda. Sio kama mtu ananielewa. Maana Mungu anaposema atahukumu miungu, basi Mungu ni Mungu wa miungu pia. Sasa akisema atahukumu, haiko ataiua wala atayaribisha iwe. Kenye Mungu atafanya, atakutenga na ile miungu na impact ile miungu maisha yako. Maana tunapoenda kumeza ya Bwana, tunampatia Mungu permission ya kututenga na kila miungu iliyokuwa natubana kwa maisha. Sio kama mtu ananielewa. Ndio maana nataka ukinikomprendre, uanze comprendre kama hauna droit ya kuwa na la Sainte-Seine. Parce que ni kitu cha muhimu sana. Kuna vingine vitu vilikubana pendant assez longtemps na vya kuachilia kabingana tu comprendre kama Sainte-Seine inaweza kutenga navyo. Ukicomprendre, utakuwa na kwa kila ibada ya meza ya Bwana huwezi kuwa na kosa. Ulikomprendre utanielewa sana. Sasa Biblia inasema hivi. Ilifikia wakati wana wa Israeli banaikala pendant assez longtemps mutumwa. Bako banateseka miaka ya kutosha. Na mwile mkuteseka yao banalia na banalia sana. Na kilio kyao kinafika hata kwa Mungu. Bako banalia, Mungu akabakumbuka. Akaenda ambia Musa hivi, nimeona mateso ya wana wa Israeli. Nimesikia kilio chao na nimeshuka ili niwaokoe. Miangalia bien. Sa Mungu anaita Musa aende aokoe watu ya Israeli. J'aime le processus. Banaenda mule mwale processus kwanza baokoa. Banafika kwa Farao. Sa banaingia kwa la Bible est en train de me dire ceci. Moïse akaanza fanya masinya. Anaanza fanya miracle. Anafanya masini na masini. Banafanya sini ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya ine, ya tano, mpaka kunavya msini. Sama vya kunavya msini, mais les choses ne marchent pas. Bitu abiendeke, balipima ya kwanza abiendelei, ya pili abiisiki, ya tatu abiisiki, ya ine, mpaka kunavya mfua, bangali banapimaka abiendeki. Umepaka problème quelque part, enye ya kuwa résolu. Il faut tout Sainte-Seine di kuwa, ile problème ya kuwa résolu. Tanke awafanya meza ya Bwana, problème ya wadafune kwa résolu, ya kuwa résolu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna pingine vitu bilikubana sana pendant assez longtemps. Mais ni msimu Mungu wa mazabao, par la compréhension de sa parole, bianze kuachilia katika jina la Yesu Kristo. Unajua bien aimé, tu peux persévérer quelque part. Unaweza kuvumilia vitu fulani mekumbe hauko kuvivumilia. Haunisikii. Il y a des choses nilivumilia na haungivumiliaka. Kuna ingine maisha yenye ulisema sasa itakuwa acha niende hivi, kumbe haiko ndio vie yako. Tu dois passer à côté de ça. Et tu dois comprendre, ndio maana unasema basi tu itakuwa hivi, twende tu kwanza. C'est pas ça ta vie, parce qu'il y a vous comprendre, ndio unawazaka ndio maisha yako ile. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua il y a des gens balifanya faiblesse moya hivi mpaka banateseka pendant assez longtemps. Bangeliwaka kama leo kaka mbele ya wakati. My God. Biblia inanagaje huyo mtu mwenye anaikala pendant assez longtemps Bethsaida. Asema anaikala pendant assez longtemps. C'est que j'aime, Biblia inaniambia hivi. Alikuwa pale pendant 38 ans. Anavumiliaka bulemavu pendant 38 ans. Anasema iko paralytique. Mais la question que je me pose, ça alors alisema na ana hata mtu. Alors la question que je me pose, hawaka nafula manguo, yao kana shanjaka, hakwenda ku toilet, alifanya 38 ala kuwaka ae kama ana mtu. Et si alors anafanya kabila yote, pourquoi kuingia mumai? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Donc le problème de la personne c'est quoi? Anaikala fasi wa kwanza ingia mumai, yeye iko na jiplaindre. Anaikala quelque part kwenye pengine anataka ingia mumai, mais yeye angali na jiplaindre. Asemie sina mtu. Sana angalia wakomo haiko, anaenda tena na jiplaindre. Anaangalia make naye haiko, anajiplaindre. Kumbe kwenye iko hajiplaindre. Kwenye iko ni mai kichemka, wala kumumai. Kwenye wewe uko hauna besoin ya kujiplaindre. Wewe ingia tu mumai, mais anaikala iko na jiplaindre pendant assez longtemps. Olie aende naye mumai sama inachamka. On a de tels chrétiens dans l'église. Les chrétiens, les anciens dans l'église, mais leur vie ne change pas.
Ukimweleza pourquoi aseme mimi kosa Mungu hapana yanionaka. Mmeangalia bien-aimé, siku zote walipotibua mai hapa wao kuingiaka mwayo. Tutafasa sadaka fulani, wewe utaingia. Tuko na maombi saa fulani, wewe uingie. Utakutana saa fulani, wewe huko. Samuel sako mwenye anakuwa na respecte ile mabitu. Sama ili chamka yakaingia ndani. Tufanye vitu fulani yakaingia ndani. Unaanza na vie yake inaanza changer. Unabakia na histoire ya ancienneté, mais hauna histoire ya changement. Bien aimé, nikwambie kila siku. Huko zingine pasi ukifika, bakitimua maingia ndani. Usisubiri mtu akunyangule tu utamuonaka. Kuna zingine nafasi kwenye maisha yako. Ni wewe pekee utadecide. Kama unadecide kuingia mai, hapata kunyangula baba. Hii uisikie. Kwa zingine fasi kukanisa bakisema tuko na kitu fulani, wewe kuya mai imetibuka. Au ingia upate muujiza na utatulaumu tu bure. Depuis église ilianza kama iko mwanzo. No, on s'en fout. Tulitibua mai ya kuya. Mai kitibuka wewe ingia ndani. Usubiri na kile ukamate kunyumba. Parce que siku zote uye iko ajiplane. Mai inatibuka kama miese. Pourquoi wewe uendaki? Nani anakufulia mangu? Nani anakuwa toilet? Asa unaona nguvu za kufula. Una anakufulia kama hizi kutia hapo. Yes. Unajiplete tu pour rien. Kwa zingine ngazi maisha zenye hauna besoin. Wewe lazima uende peke yako. Unajua, les gens se plaignent, mais avant savoir mangu. Bethsaida va jiplendra qui? Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati wa perseverance yakwambia hivi kama c'est à Jéricho ndio wanafanyaka déclaration, mais à Bethsaida il y a pas de déclaration. Ukikuwa Jéricho utata déclarer juu ya mlima na anguka, mais à Bethsaida hata unalabike namna gani? Il y a pas. Uko fasi maisha yako ukifika ni parole tu inatembea, mais kuna nyingine ni action. Bwana Yesu asifiwe. Ukipersevere, hii maisha na bakia tu yangu, pourquoi bakia tu yako? Fais le mouvement maintenant. Bwana Yesu asifiwe. Fanya mouvement. Uko unalia sana. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ndio unapanga ma projet. Ulipanga projet. Mais offre d'emploi na kuya. Auti demande. Ema. Balitiwa mai quelque part. Waje tupe. Oh non, miss na una mtu wae. Qu'est-ce qui t'a dit que tu pas te caser par rapport à ma kusemea kule? Qu'est-ce qui te dit ça? Mai litibuka tu pas demande. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alors, bana ba Israeli napo banaikala pendant assez longtemps. Bana persévérer mateso yenye. Ukianalyser bien haiko ndio yako parce que même âge, même miaka walibatiliana ya kuteseka ishapita. Bana waambia 400 ans, mbasa kwa 430. Ukiverifia mzuri miaka walibaambia watatesekaka isha. Mais pourquoi ça reste? Banaanza tepikana wako wanadumu. Kumbe mama ifo inafika. Mungu awafanyie haki yao. Najua haki itembee, ilifo ba hukumu. Kuhukumu ndio napanaka haki. Najua Mungu wa hukumu anawaambia kitu kimoja. Mchinje kondoo moja mwaka, mfanye meza ya Bwana. Tunapita ni hukumu miungu ya Misri. Yes. Maana wafanye meza ya Bwana hawata hukumu miungu ya Misri. Ukielewa utakompande kama dimanche si le 7. Et moi takosa le 7 mais ya comprendre niko na mwambie. Il y a des choses venye vilikubana kwa maisha, il faut tunavihukumu. Il faut haki itembee. Et il faut haki itembee. Pourquoi ugonje pendant assez longtemps? On est soit suffisant. Pourquoi tu ugonje pendant assez longtemps? Mais tu imagines que c'est le plus grand problème. On a entendu il y a des chrétiens qui se collent à des maladies. Mais n'a pas attention. Là quand même on a pas attention. Mais n'a pas diabète. Qu'est-ce qui t'a dit qu'il y a diabète? Mais n'a pas quoi nini tena magonjwa na kwa mimi n'a pas. Pourquoi? Tu te colles à une chose. Mais ukiangalia ta spiritualité. Ile magonjwa ndikuachaka ya beaucoup d'années, mais ungali tunajikole moyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anaanza kubana ba Israeli. Anaanza ba instruire par rapport na meza ya Bwana.
Anapambia kuwa mwaibu siku ya leo ndapita ni hukumu miungu ya Misri na ndaua mzaliwa wa kwanza. La question qui se pose est celle-ci: pourquoi Mungu awe mzaliwa wa kwanza au yuko na hukumu tu miungu? Parce que siku zote zenye Mungu anawezaka hukumu miungu, anavunjaka madhabahu ya miungu. Madhabahu yalikuwa ashikilia miungu ya Misri ni bazaliwa wa kwanza wa Misri. Hautaelewa hiki kitu. Ndio maana Biblia inasema kwenye Kutoka 11 kuwa aseme nitapiga mzaliwa wa kwanza wa Farao aketie kwenye kiti cha utawala. Mwenye hiyo mfalme wanaona ni Farao. Mwenye anaikala kutuana mkiangalia ni Farao. Mais dans le spirituel mwenye iko anatawala selon Bible ni fils aîné wake. Parce que mwenye vinavenya Misri haiko Farao, mais ni miungu ya Misri. Mungu anaposema atahukumu mzaliwa wa kwanza, anaonesha madhabahu inayokamata miungu ya Misri. Nimwombe tu Mungu wa hii madhabahu aje kwa maisha yako, aihukumu miungu na madhabahu ya ile miungu inayokushikilia. Miungu inashikilia afya yako, Mungu aihukumu na sambaratishe madhabahu yayo. Kuna vingine watu lazima bikuwashilie mfanya adura apa kudeklare pita kumeza ya Bwana. Sadwa makshukuvia. Bwana Yesu asifiwe. Ndai hukumu miungu ya Misri. Mekenye Mungu ataua kwanza ni bazaliwa wa kwanza. Parce que Dieu madhabahu yenye nakamata tuone ya Misri. Bwana Yesu asifiwe. Na madhabahu yake na mzaliwa kwanza wa chura naye ni madhabahu ya miungu. Mzaliwa kwanza wa mtu mpaka na kwa mnyama parce que pote ni madhabahu. Unajua kuna vingine watu wenye tanki hawayafahamu maisha yako yaendelea. Hii uiko kwanza. Pourquoi alikufa ndio mwenye Mungu aliona. Ça fait longtemps tu n'avances pas. Une fois akufa parce que ni madhabahu. Kama hakufi wewe coincé toujours. Ndio maana Biblia inasema kwa kwenye Matendo ya Mitume sura ya 7. Angalia mzuri. Aseme ilifikia niveau yenye Yesu yeye peke anaambia wanafunzi hivi. Aseme mwende Yerusalemu. Avant mwende mhubiri partout. Mwende kwanza Yerusalemu. Mtapata Roho Mtakatifu. Mtaanzia injili ya Yerusalemu mpaka ma extrémité yote. Mais la question qui se pose, mule Yerusalemu, ma disciple va avancer. Oui, ça n'avance pas. Dans chapitre 1, mais ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Mais j'aime la Bible. Jamaa tu mwaka kasimama kaanza ongea. Walikuwa wanamuita Herod. Anaanza sema. Anasema. Batu benye balimusikia, benye bana comprendre spiritualité, bakaongea neno ya hekima. Bakasema sauti yenye iko inatoka ni kama sauti ya Mungu. Amen. Kama mtu mwenye anasema hivi, haiko ime. Il paraît quelque chose de sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu comment? Kumbe Herod alikuwa representant wa Dieu, wa miungu. Alors moi comprends que mais il y a des disciples, il y a quelque chose dans madhabahu ya miungu quelque part, il inaongea contre boy. Sa Mungu anaua Herod, ukasikia Etienne anasimama anaenda ubiri. Anasema anaenda ubiri quelque part. Bakaanza pamoja parce que bien vilikuwa vinawazuia Mungu asimaliza. Mungu aende kwa kila mlozi wao kuinukia. Mungu amsambaratishe, asimwache, amsambaratishe. Kuna zingine ndivyo acha kurumia balozi ya uwase kuwahurumia. Hawako babie. Oh non, mama, hata ungali petit. Miungu siko na yurumia. Wewe kiurumia itakurumia. Itakauza muselibo ngoloa ku 25 wala ku 23 itakubamba mpaka ku 35. Kisha nakuleta bagason wako na esprit de retard. Garçon unapenda na 3 ans après 3 ans anapasa na kukataa. Alikupiga 3 ans esprit de retard. Mwanamke mwingine anakupiga 5 ans. Inakuleta bagason wako na esprit ya kuchelewesha. Wewe sasa umekomprendre sasa. Basi tumishote na basi uko nayo problem ya comprendre. Unahurumia sana miungu ya kweli. Uko unahurumia sana.
Acha kuihurumia. Sende kuya hukumu hayo. Sambaratisha hapo bien. Uko na hurumia pourquoi? Unahurumia sana jua ni. Wale mwenye hauinuki mfinance. Ukifika mtini dola wanakuiba hayo. Je croisais une personne yeye mwenye akipata $1000 na mibaka. Anaendelea kusa 1000 banamuiba. 1000 bana. Comment? Make mioko na kureklame urudie tu. Au basi tunarujia kwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Parce que kuna mtu mwenye alikufaka akatoa mwili yake na damu juu yako. Amen. Amen. Problème ba chrétien. Banasikia tu kuomba. Laisse-moi lire ce verset. Nanikia acha nisome usikie. Ndaisoma tu yote juu tusikie. Luc chapitre 18. Biblia inasema hivi. Kisha Yesu akawapa wanafunzi wake mifano ili kuwaonesha kuwa yawapasa kuomba pasipo kukata tamaa. Anaongea juu ya kuomba, anawapatia mfano. Sasa anawapatia mfano, ni mfano ya mama mwenye alikwenda kila siku kwa hakimu, kwa jiji. Papa nipatie haki yangu. Papa nipatie haki yangu. Jiji anamwambia leo hapana. Anarudia tena kesho. J'aime la réponse. Au verset 7. Biblia inasema hivi. Je, Mungu hata watenda haki wateule wake wanaomlilia usiku na mchana? Je, atakawia kuwasaidia? Ni kesho nauliza. Sasa anareponda anasema hivi. Ninawaambia atawapatia haki upesi. Donc kile Mungu atafanya haiko réponse ya maombi. Mais Mungu atapatia ndio haki. Donc ataikala mu jugement. Sana anza juger. Anakuambia wewe ndio mwenye haki unastahili kwenda. Mais problème, il faut en insister. Bwana Yesu asifiwe. Il y a des choses que tu cherches. Unawazia kama ni faveur kumbe ni haki yako. Est-ce qu'on a kama kuinuliwa ni haki yako? Est-ce qu'on a kama kuwa na gari ya ni haki yako? Awala ubiui na niko informe. Est-ce qu'on a kama kulunga marashi ya kutulia bana ya kupigiwa ni haki yako? Hii monde pako Android, pako ma telefone za nini? Est-ce qu'on a kwa telefone ya mzuri mwa hii generation ni haki yako? Na kuya itumikisha. Kwa na gari ya kupandia avion hata ni droit yako. Bana kama tutaenda tutapeleka injili ku extremité ya monde. Asai kwenda Dubai tena nini? Shone na avion. Au tenda na hiyo hapa kupanda avion ni haki yako. Wewe tukilio konaenda kwa dire ni mweshi. Ukitulaga watumishi ya Mungu sitakuwa na safiri. Ukisikia safari sasa. Na unafurahia tu pale, unasema que là c'est bon. Il y a des choses qui doivent changer. Il faut tuende kuhukumu. Tuambie Mungu tunaja kumeza ya Bwana sasa. J'aime ce que la Bible me dit. Que Mungu anasema, sa Mungu anatia table de jugement. Ndio anaambia David hivi. Sasa tia meza ya jugement. Kenye mimi nafanya mie Mungu, ndadresser table devant tes ennemis. Na sasa hukumu entre wewe na maadui yako, ndakuendre wewe mafuta. Je sens pas le ski mzuri. Psaume chapitre 23. Il dresse devant moi une table. Chasikia kitu. Sikia Mungu anaambia Daudi hivi, kama sasa utaja kumeza, mimi nafanya meza na wewe. Mais ile meza ni mbele ya maadui zako parce que il faut nipane hukumu. Mais pale mbele ya maadui zako kenye mimi Mungu nafanya ndakuende. Amen. Au kuende mtu ni kumwetabli. Kuende mtu ni kumkapasite. Na kenye Mungu anasema pale mbele kwa ile meza mimi na wote watu pale. Mbele ya wale maadui zako kenye mimi Mungu nakufanyia ndakuetabli devant tes ennemis. Pale kwa ile meza. Bien aimé, il faut tout bien pour mettre en la terre. Parce que Dieu doit nous établir. Pas une fois tu y calé. Na kuhukumu miungu, wewe wakuwa wale watoto. Wewe ndio Mungu basema wasiku kusente.
Oh, bana ba Israël ni famille. Mwikali jamani mkule. Parce qu'il faut mkule. Moi, je parle d'une expérience, moi, la finimalize aussi. M'Israël, quand on a l'histoire de la Bible, pourquoi a-t-il que m'Israël est quoi les 30 ans? Amiwake, a-t-il que m'Israël est 30 ans? Zaman, celui comme est-ce qu'on est ville. Mais Zaman, c'était comme ça. On a 30 ans pour adulte. Mais du coup, adulte, 30 ans. Je vais comprendre, pas mineur les mangas. Comment t'angalia bien? Joseph, avant de quoi Pharaon, a régné 30 ans. Avant de dire qu'il petit. David, il a moins de 17 ans. Mais il a été pour 30. Il a été pour 3. Même maintenant, il a été pour 12 ans. Mais il a été baptisé comme il a 30 ans. Il faut la croire adulte, les 30. Nous avons baptisé. Mais il y a une chose qui se passe. On Bible dit katikati. Uko mtu mwenye banamkula haki yake. Mais alikuwa angali trop jeune, alikuwa angali na 8 ans. Sasa anamkula haki yake na 8 ans. J'aime la Bible. Anajipoze question vitakuwa ai. Maana nilikula haki yangu na 8 ans. Ndafanya mie comment? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Banamkula haki yake miangali na 8 ans. Sasa angali na 8 ans, muhasili ana droit ya kwenda réclamer. Angali na 8 ans. Ana droit ya kurevendiquer angali na 8 ans. Mais il y a une chose qui se passe en Bible. Ndio nataka nikwambie, hata ungali na 8 ans, hata ungali binaire, va réclamer ton droit. Amen. Ah, unisikii, hata ungali binaire, va réclamer ton droit. Biblia inasema kulikuwa mfalme après Ezekia, panakia mfalme Manase, panakia Amon, wa kufuata wanamuita roi mfalme Yosia. Huyu mfalme Yosia ndio mwenye anagouverner Israeli na 8 ans. Papa, president wa nchi ni petit wa 8 ans. Ndio maana mage mwenye anasema pale mkuu ni petit wa 8 ans. Sasa pourquoi alisimama pale? Biblia inasema hivi, babake Amnoni bafanya kazi yake baliminukiaka, bakapenda wamudetrone wampige coup d'état. Babake na angali trop jeune na mtoto wake wa kwanza angali na 8 ans. Sasa banapiga vita ile famille, banaua mfalme na bote wenye wanamconcerner. Mais banainchi bakafuchika ule petit wa 8 ans. Sasa mfuchika ule petit wa 8 ans, il a fallu même si angali petit, haki yake lazima aingie yako. Anaingia banamkuone kuita. Sasa banamkuone kuita. J'aime la Bible. Hakuna mtu mwenye alifanyaka meza ya Bwana sawa ule petit mu Biblia yote. Au yitiki nisome. Mwani nisome hapa. Bali nisome Mambo ya Nyakati. Eskebi. Wali nisome huko. Mambo ya Nyakati. Biblia inasema hivi, niko mu 34. Niko mu 35. Yosia akaazimisha Pasaka kwa Bwana katika Yerusalemu. Mwana kondoo wa Pasaka akachinjwa siku ya 14 ya mwezi. Akaweka makuhani, akafanya vile vitu vinayo Pasaka. Sasa Kenya mimi napenda ni hiki. Akaambia makuhani hivi. Aseme, ça faisait longtemps mlipeleka sanduku ya agano kumabega. Mais ni moment ya kuitia mulie tresa. Manake mwenye aliinstalle leo ya sanduku ya agano kwenda mulie tresa, alikuwa ni petit wa 8 ans. Bwana Yesu asifiwe. Na saa aliingia kutuhoni. Biblia inasema akaikala panda 4 iko na observer. Sasa alifika mtuza, akaenda bomola kila madhabahu ya miungu mu Israeli. Unaambia nini ungana kama muloko uende usipomole sai sote wenjo mkozi wa familia yako. Uko na jinegliger hii miungu siaona capable. Qu'est-ce qui te dit qu'il est capable? Wewe sa uende uyangushe. Uko wao. Ah, nous tous n'avons pas la personne qui comprend. Il était petit mais Dieu va faire ça.
mu Biblia mzima. Biblia inaandika tu bien. Hakuna. Ni petit na comprendre kama il faut ni hukumu miungu. Yenye ilisimama kupiganisha ufalme wetu. Anaenda iko petit na anaenda hukumu tu. Bien aimé. Haiko juko muloko. Ndio basi ya hukumu miungu ya kutesa pandara sema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haiko juko petit. Oh non. Mi hivi ni ya bagra. Miungu inaweza kubloke na wewe. Na wewe inakubana. Oh hivi ya petit. Na ungali mtoto na kukava. Alors bakisema sente tunakia hukumu miungu na wewe ukia hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wewe kuya hukumu. Imekushikilia kabana afya yako kuya hukumu hayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ilipanda watu ya Israeli panda asema uta. Est-ce que mnajua kama miungu inaweza bana mtu kutoa sadaka? Hata wewe sadaka ule mtu mwenye miguu na bana. Amgomba amile kitu. Mungu inaweza kubana mbona unashangaa ofranda yako ivuke 500 francs. Haivuka. Unaweza pata 20000 francs. Uko tu na mfuko pale, mais miungu ilikulimita na ofranda. Ndio maana watu wa Israeli boy, sama na comprendre ile kitu. Wanaambia tunatoa sadaka miungu na katala. Mwende wapi? Mwache mambuzi huko. Tuache mambuzi ya yeye. Wala patia Mungu mbuzi kule kwa nini? Niache kondolo tu koma. Au ndio natolea Mungu. Mungu inaweza kuobliger wewe mkanisa msikeni sadaka. Nakwambia wewe tu uende. Menakubana. Na bana sadaka. Sasa kama huelewi. Oh, basi si il y a des choses que tu dois maintenant faire. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu vyenye haki yako bien-aimé. Namaliza. Il y a des choses que ni droit yako. Il y a des choses ni haki yako. Sasa muruhusu Mungu afanye judgment kwa ile kitu kwa nataka Mungu afanyie. Bwana Yesu asifiwe. Muruhusu Mungu akupatie haki yako. Usiitike tena kurudia nyuma parce que bilikatala jana. Hapana. Uende kwa Mungu, mwambie Mungu nipatie haki yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Mungu anasema kama ndadresse table, ndafanya meza mbele yako. Na kwa ile meza ndakupakana mafuta devant tes ennemis. Nisikie bien aimé, nataka uombe Mungu kwa dakika fulani. Sijui que niko na besoin, mais kumbuka kama kupona ni haki yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kupona ile magonjwa ni dua yako. Kupata kazi ya bie ni dua yako. Amen. Kuinuliwa kimaisha ni dua yako. Amen. Kuikala mustabilite na amani parce que Biblia inasema Yesu ni mfalme wa amani. Kama uko na mfalme wa amani uonje kila siku mwenyewe kuwa na amani. Kuikala na amani ni dua yako. Alors, paka muombe ndio tufanye tu sai. Na kusiku kwa hiyo kwa miguu yako tufanye hivyo. Soma tufanye hivyo. Soma tufanye hivyo. Il y a ces choses qui doivent marcher. Bien aimé, ça doit marcher. Si tu angalia bien aimé, utaangalia kile kinakutesa pendant assez longtemps. Mais kile kitu kama ni droit yako. Kama ni maratibu ambie ça doit cesser maintenant. Kama ni kitu fulani ambie Mungu haki yangu niko na uwezo. Funga macho yako. Funga macho yako. Ferme tes yeux.